mwaka 1992 Tanzania palisainiwa mkataba serikali na kanisa, hiyo memorandum of understanding. Katika mkataba ule serikali inatoa ruzuku katika bajeti zake kila mwaka kwa kanisa, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Afya, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Elimu kulisaidia kanisa katika elimu na katika afya, kwa sababu makanisa yalionekana yana mashule na yana mahospitali. Lakini je, TEC wamekuwa waadilifu katika fedha wanazochukua kutoka serikalini kwa ajili ya kuihudumia jamii? 1992 mpaka 2025 ni miaka 33. Kwa muda wa miaka 33 kwenye bajeti ya afya peke yake, ruzuku iliyotoka serikalini kwenda katika kanisa Katoliki ni trilioni 1.3, ambayo ruzuku hiyo kutoka katika Wizara ya Afya kwenda katika kanisa Katoliki imejenga hospitali 8 tu. Hospitali 8 tu, zingatia, hospitali 8 tu. Wakati kwa miaka hiyo serikali imetumia trilioni 1.2 kwa kujenga hospitali 129 katika kila wilaya ya Tanzania. Ni dhulma kubwa kiasi gani TEC na kanisa wameifanya katika ruzuku wanayopewa na serikali ambayo ni mali ya umma. Sisi Waislamu manufaa haya hatuyapati katika nchi hii. Walokole, semeni mnanufaika nini katika ruzuku hizi katika nchi hii? Protestanti, semeni nini mnapata katika hiki? Isipokuwa ni watu wachache tu wamejineemesha, wanapewa ruzuku, mambo yao yanakwenda. Leo kanisa linajenga mavyuo, mahospitali kwa kodi za wananchi katika ruzuku inayopita katika memorandum of understanding. Lakini sisi Waislamu tumeyajua haya. Mimi ni muhadhiri ambaye nimeanza kutangaza Uislamu tangu nikiwa mtoto mdogo sana, miaka ya 94 95. Swala la memorandum tumeanza kulizungumza Mwembe Chai tangu mwaka 95 96. Hatujasikilizwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Maumivu yetu yalibaki katika mioyo yetu, tuliendelea kuwa wapole mpaka leo. Mashehe wanachekwa, wanaitwa mashehe ubwabwa, misikiti inachekwa, haina mashule, haina maendeleo. Lakini tunajua maendeleo ya kanisa yanatoka katika kodi za Waislamu, kodi za Watanzania, kodi ambazo zinatengenezwa kukusanywa na serikali. Haya yote ni maumivu, haya yote yanatutesa kama Waislamu, yanatuuma. Lakini tulikuwa wanyonge kwa ajili ya amani ya